Tabia ya kuzungumza kama mimi ninavyotoa hotuba. Fundisha somo lako vizuri, liandae vizuri, lakini uwe na zana anuai. Kwa kufanya vile utaweka urafiki kati ya wewe na yule mwanafunzi. Ataacha kukuogopa na utajikuta kwamba somo lako linaeleweka vizuri na matokeo yake mwisho wa siku ni performance inapanda. Lakini la tatu, tunakutana hapa kwa ajili ya kujengeana uwezo wa mpango wa mafunzo kwa walimu waliobaki shuleni, kwa sababu nyinyi mkitoka hapa mnaenda kufanya uragibishi, si ndio? Mnaenda kufanya uragibishi kwa wenzenu ambao hawajapata nafasi ya kuja hapa. Tuna jumla walimu wangapi? 1000. Tuliweza kutosha hapa. Tumewachukua 108 kama key persons wa kwenda kufanya uragibishi kwa wale wenzetu ambao wamebaki mashuleni. Kwa hiyo ukitoka hapa unakuwa mkufunzi mwenyeji. Hawa watakuwa wamekwisha ondoka, wamerudi huko walikotoka. Tumewaleta gharama kubwa, tunawapa maarifa, na maarifa ya gharama kubwa mkaendeleza kwa gharama ile ile kwa wale wazee waliobaki. Mimi ninaitwa Modesta Ngaida. Ninatoka chuo cha ualimu Butimba, Mwanza. Lakini hapa nipo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa walimu wa taaluma wa shule za msingi wa halmashauri ya wilaya ya Itilima. Walimu hao wamekuwa hapa kwa muda wa siku 3 wakifanya mafunzo kuhusu mtaala wa elimu ya msingi ulioboreshwa. Kwa hiyo upimaji endelevu katika ufundishaji na ujifunzaji. Wamejifunza mambo mengi. Sasa kwa mitaala yetu hii ambayo imeboreshwa sasa, tunasema ni mitaala inayojenga ujuzi, ni mtaala wa ujenzi wa umahiri. Mtaala hii inamtaka mtoto huyu anapomaliza darasa la 6 awe amepata ujuzi utakaomwezesha kumudu maisha yake ya kila siku, badala ile mitaala ambayo mtoto anapata nadharia bila utendaji, bila vitendo. Kwa hiyo itamsaidia mtoto kupata ujuzi ambao utamsaidia katika maisha yake ya kila siku. Tunajua katika upimaji mwalimu anatafuta, anachambua, analinganisha, anahusisha, lakini mwalimu anapata taarifa mbalimbali kwa maana ya data za mwanafunzi katika ujifunzaji wake, ili aweze kujua ni wapi ambapo amefanikiwa, ni wapi ambapo amefanya vizuri, ni kwa kiwango gani ambapo amejifunza, na kuna changamoto gani anazipata wakati wa ujifunzaji wake. Lakini upimaji pia utamsaidia mwalimu kujua mwendo wake wa ufundishaji, lakini mtoto aweze kujifunza